Mantiki hiyo ya kuheshimu vyombo vyetu vya habari, kwa sababu nimewakuta hapa, lazima niwaeleze. Lazima niwaeleze kama nilivyosema. Nirudie tu kusisitiza kwamba kama nilivyosema kwamba kikubwa ilikuwa ni kuja kujiridhisha kwamba umekata rufaa, nyaraka zako zote zimefika, au kuna nyaraka yoyote ile ambayo haijafika kwenye mahakama, kujiridhisha na kufanya kabisa maringanisho ya nyaraka zilizotoka kwangu na zilizofika mahakamani, na kuona kwamba sasa hatua gani inayofuata. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima kujiridhisha na hilo jambo kabla ya kwenda na hatua nyingine. Kazi ambayo leo hii tumeifanya vizuri, na nimekuja na mawakili wangu, nimekuja na chama kwa ajili ya kuja kujiridhisha hilo jambo ambalo lilikuwa la muhimu kabla hatujaenda hatua nyingine ya pili. Kwa maana ya kwamba sasa, kwa mfano, hatua ya pili inayofuata sasa hivi ni taarifa ya mahakama kwamba jambo hili sasa litaanza kusikilizwa lini. Sasa hayo tunaiachia mahakama. Lakini sisi kwa maana ya kazi yetu ilikuwa ni hiyo, kwamba mahakama isije ikawa sisi tunasema tumekata rufaa, kumbe kuna baadhi ya nyaraka hazijafika mahakamani, tukawa hatujatekeleza wajibu wetu tunaopaswa kuutekeleza. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunavyozungumza, nasema kwamba tumefanya uhakiki huo, nyaraka zetu zote zimeshapokelewa na mahakama na ziko kwenye matumizi ya mahakama hivi sasa. Niseme kwa kifupi kwamba, moja, maombi yetu makubwa kwenye rufaa yetu hii, baada ya ile kesi yetu tuliyokuwa tumefungua ya kupinga kuenguliwa kinyume cha sheria na INEC, sababu mlolongo wote huo kwa watu wote ambao wanaendelea kusikiliza shauri hili, kwamba si tulienguliwa kwa kweli kinyume cha sheria. Unaweza ukasema tulienguliwa kienyeji. Moja, la kwanza, tulizungumza shauri ile la kwanza la kuenguliwa kwetu kwamba tulizuiwa tu kurudisha fomu, na nikafafanua nikasema kwamba haikuwa kisheria, kwamba wewe mgombea wa chama, mgombea ambaye alikizi masharti mpaka akapewa fomu na akatembea na fomu hizo za wadhamini nchi nzima kudhaminiwa, na baadaye akarudi akaapishwa na mahakama kuu, na baadaye akalipia gharama ambayo ni milioni 1 kwa ajili ya fomu ya ugombeaji wa urais, na akawa amekamilisha taratibu zote na wadhamini wote nchi nzima, akarudisha fomu yake, kuambiwa na INEC kwamba haruhusiwi kwenda kurudisha fomu hizo, jambo ambalo tulienda kulipinga mahakamani, na mahakama kuu ikaagiza kwamba INEC walituondoa kinyume cha sheria, na hivyo wanatakiwa kuturejesha kwenye wagombea na taratibu zote za kututeua, na tukaenda tukateuliwa kwa taratibu zote za kisheria. Na baada ya hapo sasa ikatengenezwa tena mapingamizi mengine, likawekwa pingamizi hilo ambalo mahakama INEC wakaenda kulikubali, ambalo ni pingamizi la kutoka kwa msajili wa vyama, kwamba sisi tulishaenguliwa na msajili wa vyama. Lakini hata misingi yenyewe ya kuenguliwa na msajili wa vyama na yenyewe haiwezi kusimama kwa miguu yake, kwa sababu sheria ya uchaguzi yenyewe inasema mgombea yoyote, ukiacha zile sheria zingine za kikatiba ambayo hakuna hata mtu mwingine anayebisha kwamba hatukizi matakwa yale mengine ya vipengele vingine vya matakwa ya kikatiba ya kuwa mgombea wa urais. Kwenye lile la kisiasa ni moja tu, linakutaka kila mgombea awe ni mwanachama wa chama chochote cha siasa, jambo ambalo hakuna mtu anayebisha kwamba Mpina si mwanachama wa chama chochote cha siasa na kadi yake anayo. Lakini la pili, awe amedhaminiwa na chama chake cha siasa, kwa maana ya nafasi ya rais, awe na barua aliyoandikiwa na katibu mkuu wa chama chake cha siasa. Mpina anayo barua hiyo, na INEC hawabishi kwamba wanayo hiyo barua. Kwa hiyo hamna rumu nyingine ambayo unaweza kumwengua mgombea ambaye amekamilisha masharti hayo. Na hata walipokuja kutuengua mara ya pili, tumeshajaza fomu, wameshatuteua, tukawekewa pingamizi na mwanasheria mkuu wa serikali. Wakati huo maamuzi ya msajili tumeshapeleka, tumeshamfungulia kesi mahakamani na shauri liko mahakama. Na ndio maana hata siku ile aliponiwekea pingamizi mwanasheria mkuu wa serikali, tuliwaambia Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwamba sisi tumeshapeleka shauri hili mahakamani. Kwa hiyo hauwezi kulitumia jambo ambalo liko mahakamani ukalitumia leo kufanya uamuzi.
lakini INEC hawakusikia, hawakuzingatia shauri liko mahakamani, wakaniengua. Na ndio maana tukaenda mahakama sasa tukiwa na mambo makubwa mawili. Moja, kwanza wananiengua kwa jambo ambalo sisi tumelipinga mahakamani. La pili, wameniengua hata bila kunisikiliza. Sasa huyo ukizungumzia swala la msajili kwenye tume ya uchaguzi ambayo tunaita ni tume huru ya uchaguzi, ambayo kisheria haiingiliwi na chombo chochote kingine kile cha serikali. Hauwezi ukasema tu umepata pingamizi tu na barua ya msajili kwamba huyu tumemwengua, halafu usimpe nafasi ya kumsikiliza. Sasa tukafanya submission ya maandishi, lakini hatukuitwa kuzungumza. Na INEC watuelewe na wasikie na sisi tuna maelezo gani. Kwa mfano, mpaka msajili wa vyama anasema Mpina alijiunga na ACT Wazalendo, alijiunga tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2025. Wakati Mpina alijiunga toka tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka wa 2025. Sasa unakuta chombo kikubwa kama hicho cha umma kinaleta maneno ya kumsingizia mgombea kwa faida gani? INEC walipashwa waje wasikilize maelezo yangu, lakini bado sisi tulipeleka barua zetu kama nilivyosema kwenye vikao vya nyuma kwamba kila chama kina utaratibu wake. Hata Chama cha Mapinduzi kina kanuni 2. Kanuni inayosimamia uchaguzi ndani ya chama kwa maana ya viongozi wa chama wa kawaida, na kanuni zinazosimamia wagombea wanaoenda kwenye vyombo vya serikali ambavyo ni mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, diwani, mbunge na rais. Kanuni ziko tofauti, na sisi huku kwenye chama cha ACT Wazalendo tunazo kanuni hizo 2. Kanuni moja inasimamia uchaguzi wa ndani, lakini tunao mwongozo unaotajwa ndani ya katiba ambao unasimamia viongozi wa serikali. Kwa hiyo tulifanya hivyo kwa ukamilifu, kanuni zetu ziko sawasawa. Mambo yanayoletwa na msajili wa vyama vya siasa ni ya kutusingizia kwa sababu kanuni zetu ziko clear.